Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu aliye hai, na ninaomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu nasema, sahau yaliyokuumiza moyo wako. Mwanzo sura ya 26 na mstari wa 27. Isaka akawauliza, mbona mmenijia ninyi na mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano. Mpendwa wangu na rafiki yangu, asubuhi ya leo, kama kuna kitu kinachoweza kuzuia baraka kwenye maisha yako na mafanikio yako, au usifikie kusudi lako, ni kubeba kitu kwa muda mrefu kwenye nafsi yako, ni kuyakumbuka maumivu, ni kuwakumbuka watu waliowahi kukuumiza. Hautawahi kufika mbali. Lakini kama kuna kitu cha muhimu, ni kumwomba Mungu akupe neema ya kuachilia yale yaliyowahi kukuumiza kwenye maisha yako, kwa sababu maumivu yaliyosababishwa na mtu kwa namna yoyote yanaweza yakakufanya wewe usione mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana maandiko yanasema, msiwe na uchungu mioyoni mwenu. Uchungu ni mlango wa adui kushambulia maisha yako. Uchungu ni kizuizi cha wewe kuona ukipiga hatua. Ayamkini kuna mtu amekukosea, au kuna mtu ameumiza nafsi yako, lakini omba neema ya Mungu ikusaidie ili uweze kuachilia, ili uone kuona upenyo wa kimungu kwenye maisha yako. Watu hawa walimchukia Isaka, wakamfukuza, na kilichofanya wakamchukia Isaka ni baraka alizokuwa nazo. Isaka alipoondoka kwenye nchi hii, aliondoka na uchungu ulikuwa ndani ya moyo wake. Aliishi na huo uchungu kwa muda mrefu. Hata wale watu walipotaka kwenda kupatana na yeye, bado kumbukumbu ya maumivu yalikuweko ndani ya Isaka. Ndio maana nawauliza, kwa nini mmenijia? Kwa nini mmenifuata? Nini kinachomfanya Isaka auliza hayo maswali? Ni kwa sababu ndani ya moyo wake kuna uchungu. Ndani ya moyo wake anakumbuka yale aliyetendwa, alishindwa kuachilia. Anasema, ninyi mmenichukia mkanifukuza. Nikuambie mpendwa, kuna mtu amekutendea mabaya sana kwenye maisha yako, lakini yamkini pale utakapoachilia ndipo baraka zako zitakapoachilia. Maandiko yanasema, baada ya Ayubu kuwaombea marafiki zake, Mungu akabariki maisha yake. Ayamkini baraka zako zimezuilika kwa sababu ya maumivu ulionayo kwenye nafsi. Moyo wako umeumia, moyo wako umebeba machungu. Ndipo naposema asubuhi ya leo, Mungu auponye moyo wako, akupe neema ya kusahau wale walioinuka wakakutendea mabaya. Mwachie Mungu nafasi
afanye kitu kwa sababu ya maisha yako. Isaka anapouliza namna hii ni kwa sababu nafsi yake ilikuwa bado ina shida. Wakati mmoja Yakobo aliporudi kutoka nchi alikokuwa, aliogopa kwenda kwa Esau, akatanguliza mifugo, akatanguliza watu waende kwa Esau. Na Esau alipoona, akauliza kundi hili la nini? Akamwambia, ili nijipatie kibali. Kwa nini? Yakobo alikuwa bado ana kumbukumbu ya kwamba niliwahi kumuumiza Esau, lakini neema ya Mungu ilikuwa juu ya Esau. Kile kidonda kilipona. Esau alifika kiwango akasahau kama Yakobo aliwahi kuiba mibaraka zake. Ule uchungu uliondoka, na ndio sababu Esau anamwambia Yakobo, hakungekuwa na sababu, unayo kibali machoni pangu. Nikwambie mpendwa, uchungu unaweza kuzuia maombi yako yasisikike. Uchungu unaweza ukakuzuia usifikie makusudi ulio nayo ndani ya moyo wako. Hivyo asubuhi ya leo niseme, Mungu akupe neema ya kutokukumbuka maumivu uliyowahi kuyapitia, ili umruhusu Mungu akutendee jambo kwenye maisha yako. Na tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa rehema, asubuhi ya leo ukamwondolee mtoto wako kumbukumbu ya maumivu yaliyo ndani ya moyo wake. Ayamkini kuna mambo akiyakumbuka anashindwa kuendelea, lakini neema yako imsaidie asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew